Kuna tofauti gani kati ya kusajili kampuni na kusajili jina la biashara? Iko hivi, kwenye liability. Liability ni uwajibishwaji. Kwenye kampuni kuna privilege inaitwa limited liability protection. Ni upendeleo wanaopata watu wenye makampuni. Anayewajibishwa kwenye biashara yako ni kampuni yako, sio wewe. Kwa hivyo hakuna mtu atakaye kuwajibisha kwenye kampuni yako kwa kugusa mali zako binafsi, familia yako na maisha yako binafsi. Kwa maana ya kwamba mtu anavyoweza kukushtaki kwa mfano kwa kosa lolote lile, anaishtaki kampuni ya kushtaki wewe binafsi. Do you understand? Ila kwenye jina la biashara mtu anakushtaki wewe, na kikushtaki wewe ndio umeisha. Hiyo ni jina la biashara. Jambo la pili ni masuala ya kodi. Masuala ya kodi, kampuni assessment unazifanya mwenyewe ukiwa nyumbani kwako umechill. Tena sometimes hata unaweza kufanya assessment mwenyewe, ukamwambia tu mhasibu akakufanyia assessment kwa kufuata hali yako halisi. Ila kwenye jina la biashara assessment unafanyiwa na afisa wa TRA. Kule watu wanakukaba kutokana na data ulizonazo. Kwa hiyo unaweza ukapima ni nani kati ya kufanyiwa au kujifanyia mwenyewe, nani anaweza kuandika hali halisi unayopitia kwenye maisha yako binafsi ya kibiashara. Kitu cha tatu ni uendeshaji. Kwenye kampuni kuna kitu kinaitwa Memorandum and Articles of Association. Hii Memorandum and Articles of Association, hii ni document maalum, ni kama moyo wa kampuni unaoonyesha mwenendo na policies na matakwa na uendeshaji wa kampuni. Hii inasainiwa na directors wote na shareholders wote, kwa maana ya kwamba watu watakao wanaendesha kampuni ya biashara yako na watu ambao ni wamiliki halisi wa kampuni yako wala saini. Wakisha saini, hakuna hata mmoja atakayeweza kuleta nywinywinywi kwenye hiyo biashara yako bila wewe CEO kusaini ama kupitisha. Kusipokuwa na board resolution, mtu akafanya janja janja, unamkamata vizuri, unampeleka mahakamani na unamsuu yeye binafsi, unamshtaki. Lakini huku kwenye biashara hakuna memorandum wala articles of association. Kitu kitakayotokea ni makubaliano yale mliokubaliana tu ya mkataba. Akikuchezea au akafanya kitu tofauti ambacho hakivunji mkataba, hawezi kumsuu kwa sababu hajavunja sheria wala hajafanya chochote. Lakini kwenye kampuni huku, wewe iwe ni mkataba tumekupa hujakupa, wewe ukifanya kitu na maamuzi yako bila sisi kupitisha, wewe umefanya makosa, na ni makosa kwenye policy za kampuni, na ni makosa yapo kwenye memorandum, na tutakushtaki vibaya sana. Wewe unaweza kukaa chini ukapima. Unaweza ukapima huko ukiwa mwenyewe kusajili kampuni ya majina ya biashara, ukaamua kusajili ama usajili. Ila ukitaka tufanye kazi na sisi kusajili especially kampuni, inabidi uwe na qualification moja kati ya hizi mbili. Either uwe na at least mtaji wa $5,000,000 na kuendelea, ama uwe unaingiza at least $5,000,000 kwa mwezi kwenye biashara yako. Hapo tutakusaidia kusajili kampuni. Tofauti na hapo, hatutoweza kusajili kampuni. Ila kuhusu kusajili jina la biashara, wewe njoo tu. Yaani hata kama umeamka sasa hivi ndo umetoka chuo, una hata 100, wewe njoo tusajili jina la biashara, uanze biashara. Nyie wote wawili komentini hapo chini neno usajili, nitakusaidia kusajili biashara yako.